Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Na leo basi katika somo la kwanza tunakutana bado na Paulo mtume akiendelea kumwandikia mwanae wa kiroho Timotheo, akimwambia kwamba aendelee kutumia vyema karama alizopewa na Mungu, huku akitambua kuwa aliwekewa mikono ili ahubiri neno la Mungu kwa upendo na uwazi. Anaambiwa anapaswa awe na mwenendo mzuri mbele ya watu anaowafundisha, na hili litamuokoa na kashfa na kudharauliwa na wale ambao anawahubiria neno la Mungu. Anaaswa awe na upendo katika kuishi na katika kunena, ili ujumbe wa kinabii wa Kristo uweze kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Ndugu zangu wapendwa, tunapaswa kuiga tabia hii ambayo Paulo anamwambia mwanae wa kiroho. Tuwe watu wa tabia njema na maadili mema, ili tuepuke kukwaza lile kundi la Mungu ambalo tunaliongoza au wale ambao tunaishi nao. Lugha yetu ijawe upendo na ukweli wa kimungu. Usijae sifa za uongo, wala lugha yetu isijae matusi. Tunapaswa tuongee maneno ya Mungu ili tuweze kuwa na nguvu ya kimaadili. Tutoe unabii wa Injili kwa kutumia karama na vipaji tulivyopewa na Mungu, ili neno lake basi liweze kuenea katika mioyo ya watu. Watu wengi wanatenda dhambi kwa sababu manabii wengi wameamua kukaa kimya. Tunaogopa kuwaonya watu, tunawasifia watu kwenye dhambi, na hii basi inafanya dunia iendelee kuoza kwa dhambi. Ndugu zangu wapendwa, maadili mema yatatufanya tusidharauliwe na watu, na hasa wale tunaowahudumia. Ikiwa wewe una maadili mema, unafanya vizuri, hata wale ambao unawahudumia inakuwa rahisi sana. Tukiishi vizuri, tutatumia nguvu kidogo kabisa mbele za watu, kwa sababu watu watatuelewa tu kirahisi tu. Kwa hiyo kama nilivyowahi kuambieni, chakula kinapaswa kikae kwenye chombo kisafi ili watu wavutiwe kula. Na sisi kama tunataka maneno ya mahubiri, Injili tunayohubiri yaweze kupenya mioyo ya watu, lazima sisi tuongoze kwa kuwa na maisha mazuri, maisha ya kitakatifu, maisha ya mfano, ili tuguse maisha ya watu. Na tuepuke kabisa tabia zetu kuharibu Injili ya Kristo. Katika Injili ya leo tunakutana na mwanamke anayelia akiwa katika miguu ya Yesu, huku akipangusa miguu ya Yesu na nywele zake, akiibusu miguu na kuipaka marhamu, kuonesha kujali na upendo mkubwa. Ndugu zangu wapendwa, Luka anatuambia huyu mwanamama alikuwa na jina baya. Wainjili wengine Mathayo, Marko na Yohane hawatuambii kwamba huyu mama alikuwa na jina gani katika jamii, lakini Luka leo anatuambia mama huyu hakuwa na jina zuri, alikuwa na jina baya katika kuishi kwa katika jamii. Ndugu zangu, katika Injili tunaona inatokea kwa nyumbani kwa Mfarisayo, kiongozi wa kidini ambaye jina lake ni Simoni. Amemwalika Yesu kwa chakula nyumbani kwake. Baada ya Yesu kuingia tu, na yule mwanamke naye anajitokeza mara. Inaonekana huyu mwanamke alikuwa ameshatambua, ashajua kwamba huyu Yesu ataingia katika nyumba ya huyu Simoni Mfarisayo. Luka anatuambia mwanamke alikuwa ameshasikia kwamba Yesu atakuja kwa chakula katika nyumba hii. Na alipofika tu Yesu, mwanamke huyu anaenda moja kwa moja kulia na kumpaka mafuta. Simoni anajiuliza moyoni mwake kwamba kama Yesu angekuwa nabii wa kweli, angemtambua mwanamke huyu wala asingemruhusu amguse. Lakini haya maneno Simoni alikuwa anayaongea kimoyomoyo. Alikuwa anatoa hukumu moyoni kimoyomoyo. Injili ya leo ndugu zangu ina mengi sana ya kutufunza. Kwanza, jinsi watu anavyokuwaza wewe kuhusu dhambi zako sivyo Mungu anavyokuwaza. Mungu anataka kukuhurumia. Mungu anakuwazia mema. Mama huyu anaonesha ishara ya shukrani, toba na upendo. Naye anajifunza, anaamua kwenda kwa Yesu na kujilaza pale. Yeye ndiye anayejua maumivu ya mateso yake, ndiye anayejua dhambi zake. Nawe jifunze, wakati watu wanakuhukumu, endelea kupambana kumrudia Mungu. Haijalishi uliwahi kuanguka mara ngapi, haijalishi watu wamekupa majina mabaya kiasi gani na kukuhukumu. Muhimu ni kuinuka mwenyewe na kukimbilia msamaha wa Mungu. Aibu machoni pa watu unayoiona, hii aibu haitoagi zawadi kwako, haitakupa zawadi. Unachotakiwa ni kuamka. Hii aibu ukiendekeza ni maangamizi. Hutaweza kuamka. Inuka, nenda mbele, usihangaike na watu. Mtukuze Mungu,
kwa kuanza maisha mapya. Mungu akitusamehe maovu yetu, ni vizuri kuonesha shukrani. Mungu akisha kuonyesha msamaha, uonyeshe shukrani. Ingawaje Injili haijasema, haijataja moja kwa moja, lakini wanahisi kwamba huyu mwanamke alikuwa ameshakutana na Yesu kabla. Kwa hiyo inaonekana alikuwa ameshasamehewa dhambi. Kwa hiyo alivyoenda, ni kama alienda kutoa shukrani kwa yale yote ambayo Mungu amemfanyia. Na wewe pia Mungu akikutendea makubwa, usiache kushukuru. Shukuru, anza maisha mapya. Na zawadi ambayo unaweza kumpa Mungu nzuri ni wewe kuacha dhambi na kuanza maisha mapya. Namna mpya ya kumpaka Yesu mafuta ni kutubu na kuanza maisha mapya, ndugu zangu. Lakini ni vizuri kufahamu pia mama huyu ametoka Bethania, sio Magdala. Wengi wanamtafsiri huyu mama kama Maria Magdalena. Hapana, huyu mama sio Maria Magdalena. Huyu ni Maria wa Bethania. Ametoka Bethania. Na huyu Simoni ni wa Bethania, Mfarisayo huyu ni wa Bethania. Kwa hiyo sio Magdala. Magdala ni eneo ambalo toka Maria Magdalena. Kwa hiyo wengi wanafikiri huyu mama ametoka Magdala. Hapana, huyu mama ametoka Bethania. Na hata Papa Francisco alirekebisha, akasema wengi wanatafsiri vibaya kwamba mama huyu ni Maria Magdalena. Hapana, sio Maria Magdalena. Huyu mama ni mama kutoka Bethania, nyumbani kwa Simoni. Huyu Simoni, ndugu zangu. Ni vizuri kumpaka Yesu mafuta kwa kuacha dhambi, ndugu zangu. Tukiacha dhambi tunampaka Yesu mafuta. Mungu akikusamehe ya zamani, usikubali watu waendelee kukutambulisha kwa dhambi zako za zamani. Cha muhimu ni maisha ya sasa ya neema. Tukijikabidhi kwa Mungu, tutatembea katika amani yake na tutakuwa hatuna wasiwasi. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tumuombe Mungu atusaidie. Kama huyu mama wa Bethania, tunasikia ni mwanamke, anatajwa tu ni mwanamke. Na siku zote nimewahi kuambieni, ukiona Biblia imetaja, haikutaja jina, imetaja kitu mfano mwanamke, hajatajwa mwanamke yupi, au mwanafunzi yule ambaye Yesu alimpenda, hajatajwa jina. Ukiona mahali ambapo hapajatajwa jina katika Injili, ujue unatapaswa uweke jina lako pale. Kwa hiyo huyu mwanamke anayetajwa pale ni wewe. Nenda kashukuru. Mungu amekusamehe mengi. Mungu pia anakuhitaji uende kwake, ukalie kwa sababu ya uchungu wa dhambi zako. Nenda kaungame, nenda kapokea sakramenti ya kitubio ili uanze maisha mapya. Umpake Yesu mafuta. Namna ya kumpaka Yesu mafuta ni kujiambia sasa naacha maisha ya dhambi na kuongokea maisha ya neema. Hiyo ndio njia nzuri. Mwanamke huyu wa Bethania atufundishe ili tuweze kuacha dhambi na kumkimbilia Yesu daima. Na Yesu akisha kukusamehe dhambi ni kuonyesha upendo, ishi vizuri kama Paulo alivyomwambia Timotheo, hakikisha unatumia karama na neema ulizopewa kuwaongoa watu na kuwavuta wengi kwa Kristo. Hii ndio namna njema ya kumpaka Yesu mafuta kwa nyakati zetu. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.